mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 12 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mwenye heri Thomas Hemmerford na wenzake wafiadini. Mapadre wanajimbo 4 waliteswa nchini London, Uingereza mnamo tarehe 12 Februari mwaka 1584 kwa sababu walipewa daraja la upadre katika kanisa Katoliki na si katika kanisa la Anglikana. Mapadre hao ni Thomas Hemmerford, Yakobo Fenn, Yohane Nutter na Yohane Munden. Thomas Hemmerford alisoma chuo kikuu cha Oxford na kupata shahada katika sheria na akapewa upadre kule Roma. Alirudi Uingereza, lakini alipowasili tu alikamatwa, akafikishwa mahakamani na kuhukumiwa adhabu ya kifo kwa sababu tu ya upadre wake. Alikaa gerezani kwa siku 6 akiwa amefungwa minyororo. Mwishowe aliteswa mpaka kufa kwa kufungwa mikono na miguu na kuvutwa pande 4 mpaka akachanika vipande 4. Yakobo Fenn alikuwa na mke na watoto 2. Mkewe alipokufa alienda kusoma katika seminari moja huko Ufaransa akiwa na umri wa miaka 40. Baada ya masomo yake alipewa upadre huko na kurudi Uingereza. Alipofika alitiwa gerezani kwa muda wa miaka 2. Alishtakiwa kwa uongo kwamba alipokuwa Roma na Ufaransa alikula njama za kumuua malkia wa Uingereza. Kwa sababu hiyo alihukumiwa adhabu ya kifo. Kabla ya adhabu hiyo, binti yake aliyeitwa Francisca alikuja akilia machozi kumuaga baba yake na kupokea baraka yake ya mwisho. Yohane Nutter alikuwa Mwanglikana ambaye alielimishwa Oxford na kupata shahada ya elimu ya dini. Alikana imani Anglikana, akajiunga na seminari ya Waingereza kule Ufaransa akisoma masomo ya upadre. Alipohitimu alipewa daraja la upadre na kurudi Uingereza. Alipogundulika kuwa ni padre Mkatoliki, walimkamata na kumweka gerezani kwa muda wa mwaka 1 na hatimaye kumuua. Yohane Munden alikuwa mwalimu, lakini akaacha kazi yake na kwenda pia kusoma huko Ufaransa katika seminari ya Waingereza. Alipohitimu akaenda Roma kupewa upadre na baadaye kurudi Uingereza. Baada ya mwaka 1 akakamatwa na kushtakiwa kwa kuwa alikuwa padre Mkatoliki. Alifungwa minyororo na kulazwa juu ya sakafu tupu, halafu alihukumiwa adhabu ya kifo. Viongozi wa serikali ya Uingereza walidai kuwa mapadre hawa waliuawa kwa sababu ya kuihujumu serikali, lakini kwa kweli hujuma hiyo ni kule kupewa upadre nje ya Uingereza, tena katika kanisa Katoliki kwa mamlaka ya Papa. Tukumbuke kwamba wakati huo kanisa la Uingereza lilishajitenga na Roma, hivyo lilikuwa halitambui tena mamlaka ya Papa. Mapadre hawa walitangazwa wenye heri mnamo mwaka 1929. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya mwenye heri Thomas Hemmerford na wenzake wafiadini. Basi wanangu, muwe hodari, mjikaze kiume kwa ajili ya sheria, maana kwa hiyo
watatukuzwa. Watakatifu wengine tarehe 12 Februari: Mtakatifu Alexius, Mtakatifu Deodati, watakatifu Modestus, Julianus na Posina wafiadini wa Tunisia, na pia watakatifu Modestus na Amonius, watoto wafiadini wa Misri. Mwenye heri Thoma Hemaford na wenzake wafiadini, mtuombee.